Dada Veronica, karibu sana. Asante. Na wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Umetokea da Gongo la Mboto. Hapa pa Dar es Salaam. Ulikuwa unafanya nini? Hapa kwa da. Biashara gani? Shughuli. Mimi niko najishughulisha na biashara ya hoteli. Hoteli? Hoteli ene kitengo gani? Yaani kwa swala ya kupika supu. Wewe unapika supu? Supu tu ndio unajua kupika? Hapana, vitu vingi tunajua kupika. Vingi tunajua kupika. Okay. Kwa hiyo ikawaje sasa, mbona umekuja tena huko? Toka hotelini ukarudi? Kwa sababu nilikuwa na bosi wa kiume. Bosi tabia zake hazikuniridhisha, mimi nikaachana naye. Tabia zake hazijakuridhisha? Tabia gani hizo? Alikuwa na tabia chafu. Chafu ndo zipi? Hebu tuziseme. Kama bosi anakuhitaji kimapenzi. Anakuhitaji kimapenzi. Alafu nilikuwa nasubiri sana hiyo sababu wadada wengi huwa wanalalamikia hiyo tabia ya mabosi wa kiume kuwataka sana, ambayo of course najua ipo sana, lakini namna ya kuishinda hiyo tabia ni moja tu, kuhakikisha wewe una skills zako iko juu, skill ya ule ujuzi. Yaani bosi anapokuajiri ofisini kwake, si kuna kazi anataka ufanye. So ile kazi ambayo unatakiwa kuifanya, unahakikisha unaifanya kwa level ambayo hata akileta mtu mwingine anaweza akakumbuka bado. Hiyo inaweza ikawasaidia sana kupunguza hiyo changamoto. Siwezi kusema wataacha, lakini kwa sababu unakuta wasichana wengi ni kama ujuzi wao wanapeleka miili yao. Si unaelewa? Yaani msichana anapoenda kwenye ofisi kuomba kazi, kabla ya kutanguliza ule ujuzi unaotakiwa, anajitanguliza yeye as a woman. Kwa hile nafikiri ndio imewapumbaza na kuwafanya wanaume waone kama kila msichana anayekuja ni wa kuvua nguo tu. Kwani uwezo hicho kitu ujue? Au hujawahi kukutana nacho? Nimekutana nacho. Hata mimi bosi alikuwa ananiambia. Yaani kujiwekea mipaka. Na mipaka, my dear, kwenye soko hili la ajira, unataka kuweka mipaka, ijue kazi. Usiuze sura. Ukiuza sura lazima atakutaka. Mwingine atakujaribu, lakini akijua uwezo wako wa kazi na akaona msimamo wako, ataacha ushenzi. Mtafanya kazi, mtafanya biashara, kwa sababu anajua hataki kukuluzi, kwa sababu unamuingizia pesa. Wewe kwake pale ni tija. Wewe kwake ni asset. Hawezi kukuona nini. Lakini kama huna you don't add any value, hauna thamani yoyote, huna cha special, yani anaweza akaleta mtu mwingine mfanyakazi akawa bora kuliko wewe. Sasa yeye mambo ya ngono ndo anayatanguliza, na ukikataa na kuondoa. Na ukienda wala hajali, kwa sababu anajua watakuja wengi ambao wote ni average. Yani unajua ni watu ambao hamna maajabu. Ndio hiyo. Sisi tunaelewana. Nataka niusaidie wasichana namna ya, kama kweli wewe ni msichana ambaye hutaki kutumia mwili wako kwenye ili soko la ajira. Kila unapoenda kuomba kazi, wewe bosi anataka alale na wewe. Utaana na mabosi wangapi? Na pengine ushalala nao, lakini mpaka sasa hivi hakuna cha maana, hawakusaidii. Maana yake kuna ujuzi unatakiwa ujenge. Huo ujuzi wako ndio uwe unautanguliza. Na ukiwa na ujuzi imara, una uwezo wa kukataa hayo mambo ya ngono, na mtu bado akakuheshimu na akakuajiri na akakulipa, kwa sababu unamletea faida. Ndio hiyo mimi naita thamani. Unaongezaje thamani? Una thamani gani? Value. Sasa sisi tumeshalelewa value yetu ni miili yetu. Kwa hiyo unafikiri nikilala na bosi mambo yatakuwa mazuri. Kumbe ndio unajaribia. The minute umelala naye ndio umeharibu kibarua. Mambo tena hayaendi. Mambo yanaingiliana huko, mawivu na nini. Hatakuja msichana mwenzio naye atataka kumlala na wewe utaona. Yaani ni vurugu mechi. Kwa hiyo tutengeneze value ya kutoa huduma, ya kufanya kazi inayohitajika. Wekeza kwenye ile kazi ambayo unajua huyu hata akinitoa hapa atanikumbuka, kwa sababu mimi level yangu ni iko juu. Sijui unaelewa. Mtu ukiwa uko vizuri kwenye kazi yako unajua. Kama ni mpishi unajua kabisa mimi level yangu ya upishi ni nyingine. Watakuja wengine, lakini mimi nafasi yangu, gap langu mtaliona. Sasa hiyo ndio silaha ya kutembea nayo kwenye
Haya, kwa hiyo ukaona bosi anakutaka ukaachana naye. Yaani sikuwa Au ndio mlifika huko ukaona tena hata aeleweki? Ilikuwaje? Aliniondoa, unaona? Akaita mtu mwingine. Kabla hujampa vitu. Yaani Yesu kanyetu anili kwamba kesho sipo nasafiri. Wiki moja, kumbe kwa ananiondoa kiaina. Ndio nasema alishakuwa mpenzi wako? Sijawahi nimkatalia. Kweli? Kabisa. Au hiyo ndio siri yako? Hapana. Kama ningekubali washenzi. Yaani amesha kuchezea, shaona una jipya, anakuondoa kiaina, analeta mwingine. Lakini hawapo. Wapo kweli. Yaani hapo wewe ukishamvulia tungo zako. Sasa tena yani anataka wengine. Unajua mtu mwenye tabia hilo, anataka kitu kipya tena. Kwa hiyo sasa wewe anakutengenezea nani? Kwamba sijui sipo na safiri pumzika, kumbe kesho kuna vitu vingine vinaingia. Mali mpya sijui. Yaani acha tu. Kwa hiyo ndio hivyo, yaani dawa ni hiyo kwamba mwanamke tenganisha mahusiano na kazi. Yaani kivipi? Kwamba huyu labda kama ni mume wako mnafanya kazi pamoja, kama mimi nafanya kazi na mume wangu. Lakini kama unajua kabisa ni ajira, basi acha ibaki ajira. Mahusiano acha yabaki mahusiano. Sijui unaelewa? Lakini usiseme ngoja ni lale naye kwa sababu labda ndio ulinzi wangu wa kazi. Umepotea. Umepotea. Kwa akakutoa kiaina? Kanitoa kiaina. Kamleta mwingine. Ila mwingine hakudumu naye. Alikaa siku 3. Akamtimu. Na wewe ulikaa siku ngapi? Mimi nilikaa miezi 6. Ulipambana. Miezi 6 ukamtoa nje. Yaani miezi 6 kabisa bila kukugusa. Kabisa bila kugusa. Safi sana. Kwa hiyo alipoona baada ya kuona yeye kumfuza akampiga simu rudi, mimi nikamwambia hapana, nikakata. Make jinsi alivyonifukuza niliumia sana isi. Sikutegemea mtu ukutegemea. Mpaka una malengo yako kama hivyo mtu anakusitisha. Kama mimi sirudi. Alikuwa anakulipa shilingi ngapi? 5,000 kwa siku. Nikaza hapo. Yaani 5,000 kwa siku ni kama 1,500. Ile anaingia asubuhi saa 12 kutoka saa 4 saa 5 usiku. Asubuhi. Asubuhi hiyo. Akonye wewe ulikuwa unauza supu tu ile asubuhi? Supu tu. Ukimaliza unaondoka. Okay. Sawa. Haya, karibu. Kwa hiyo huku umekuja na malengo gani? Kuna malengo mengi. Cha kwanza nataka mtaji. Ufanye nini? Biashara. Nataka biashara gani? Biashara ni nyingi. Ni biashara ya kwanza na mimi hata angalau nifungue mgawa wangu. Okay. Nataka hiyo ya kuuza supu. Supu kuna kuendelea mchana nini? Okay. Kwa hiyo unahitaji kama shilingi ngapi? Kwa pesa mpaka 1,000,000 hivi. 1,000,000? Itatosha? Mwanzo unajua unaanza mdogo. Kwenye kazi zetu huku 1,000,000 ni ndogo. Kwa sababu ukipangwa tu traditional unapata 1,800,000 kwa mwaka. Kwa mwaka. Ukibahatisha kama ni smart 3,600,000. Kwa hiyo yani huku kwetu mtu ambaye ana malengo ya kutafuta 5,000,000 10 ni kitu cha kawaida. Kabisa. Na tena sasa hivi tumeongeza hivyo. Kuna mabosi wako tayari kulipa mpaka 1,000,000. Ukiwa unalipwa 500,000 unatengeneza 600,000 kwa mwaka. Ukipata hiyo ya 1,000,000 unapata 12,000,000 kwa mwaka. Kwa hiyo yani huku tunataka watu waje na mawazo ya kufanya biashara kubwa. Yani wawe na mitaji, wasiogope kufikiria mitaji mikubwa. Lakini lazima ujipe muda pia wa kujinoa. Kujinoa manake huku sasa uweze kwanza kutoa huduma nzuri. Kabla hujaenda kwenye biashara yako mwenyewe. Unajua Biblia bwana, Mungu anatufundisha sana. Kwamba kabla hajakuamini kwenye cha kwako, anataka akupime kwenye cha mtu mwingine. Sasa unapokwenda kufanya kazi ya nyumbani, si ni kazi ya mtu? Kwa Mungu anakupima kwenye ile ya mtu. Je, unaifanya kwa uaminifu kiasi gani? And then baadaye ukishaweza kujifunza management, uaminifu, uadilifu na nini, uchapa kazi, upambanaji, ndio Mungu anakuja kukupa biashara yako. Kwa sababu biashara yako pia inahitaji nguvu mara 2 ya biashara ya mtu mwingine. Kabisa. Kwa sababu yani mtu ambaye ameanzisha ujasiriamali, kuna wengine hawalali masaa 24 mtu yuko anakesha. Kwa hiyo biashara yako hutaambiwa na mtu. Utajikuta wewe mwenyewe tu unakesha kwa sababu hutaki hela yako ipotee. Si unaelewa? Kwa hiyo sasa huku ni maandalizi.
Nawaambiaga wadada, ukipata hata sehemu ambayo una kazi ni nyingi, unachelewa kulala, unawahi kuamka, yani hiyo ni ibada. Mungu anakupitisha hapo makusudi akunoe. Ni kama dhahabu inayochomwa kwenye moto, kwa sababu huwezi kujua kutoka hiyo hatua hapo utakavyokomaa. Sawa, alafu unaenda kuanzisha kitu chako. Hicho kitu chako huenda kinakuhitaji masaa 24 ukeshe. Kwa hiyo ile kazi ya bosi wako ambayo ulikuwa unachelewa kulala, unawahi kuamka, inakuwa imekuandaa. Unakuwa sio mvivu sana Umeona? Kwa ndio hivyo, lazima uwe mwaminifu kwanza kwenye hichi kidogo cha mtu mwingine, alafu Mungu aweze kukubariki kwenye hizi ndoto zetu na malengo tulionayo ya kwenda kuanzisha biashara zetu. Yanaanzia kwenye kazi ya mtu mwingine ambayo unaifanya leo. Lazima uanzie pale kwa uaminifu, kwa uadilifu. Hizi tabia za tunazozisikia hasa kwenye hii sekta ya kazi za ndani, wadada ni waongo, ni wavivu, ni wadokozi, ni wahuni. Yani hizo lazima tuziache kama tunataka kweli kubarikiwa na kufanikiwa. Umesikia dada Vera? Sawa. Kwa hiyo uko tayari kupambana? Utaweza? Utaweza, maana nishafanya kazi, nitaweza. Utaweza? Haya, si ya kwetu macho. Tutaona. Tutaona. Sitakuangusha bosi wangu. Yani unafikiri unaniangusha mimi? Unajiangusha mwenyewe. Mimi si tayari, niko naendelea kupambana. Wanaojiondoa kwenye mfumo wanajiangusha wenyewe. Kwa sababu maskini ni wako. Kwani mimi ndio nitabaki nahangaika sina hela? Mimi niko kazini, hela napata. Wewe ukitoka kwenye mfumo, wewe ndio utakayepambana, wewe ndio utakayepata shida, kwa sababu pesa huna, kazi huna, unarudi mtaani. Sio shida zangu. Wale wapambanaji wenzangu tutaendelea kupambana. Wapo wadada hapa wanamaliza mikataba, wana nini? Yani wapo. Changamoto zipo, lakini hatuzikimbii kwa sababu changamoto ndio maisha. Kama utaki changamoto, basi uingie kaburini tu. Kule ndio nafikiri hamna changamoto, unatulia tuli. Lakini duniani hapa changamoto lazima. Kwa jamani, karibuni. Tuanze kupambana. Tutaona sasa nani ni nani. Kama kweli wote ni wabinukaji, tutaona. Kama wote ndio wale tutaona. Karibuni sana. Asante. Aya.